Mapema wiki hii serikali imeendelea kutoa msisitizo kuhusiana na hali ya usalama nchini kuwa ni shwari na jitihada za kuimarisha utulivu kuelekea sikukuu za Sabasaba zinaendelea kwa ushirikiano wa vyombo vya dola pamoja na raia. Itakumbuka pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alibainisha kuhusiana na tangazo la kusitisha kwa muda mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa hapa nchini kuwa ni hatua ambayo inalenga kulinda usalama wa taifa katika kipindi ambacho kuna viashiria vya maandamano na vitendo vya uhalifu. Tunaungana na Patenus Niegira hapa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi, ambapo kubwa zaidi tunajadili umuhimu wa kulinda amani na usalama wa taifa kwa kuzingatia wajibu walionao viongozi pamoja na raia. Patenus, karibu sana. Asante sana. Majukwaa ya kidijitali na mitandao ya kijamii ilimshambulia sana Waziri Katambi baada ya kutoa ile kauli ya kusitisha mikutano yote ya kisiasa nchini, lakini jana ametoa ufafanuzi. Unadhani ufafanuzi wake ulidhihirisha kwamba hakueleweka kwa kauli yake ya mara ya kwanza? Nasema nadhani kuna mambo mawili tunayaweka kwenye kapu moja. Swala la amani kwa ujumla na vile viashiria ambavyo vinaweza vikaleta uvunjifu wa amani na kauli yake ya kusitisha masuala ya kikatiba. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kushambuliwa kwake kulikuwa kunajikita kwenye kuingia zile haki msingi za kikatiba. Kwa mfano, unaposema kwamba watu wasifanye mikutano ya hadhara, hiyo ni haki ya kikatiba. Na ni haki ya kikatiba ambayo inalindwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi alianzishi haki, linalinda haki. Kwa hiyo hapo ndipo penye mgogoro kwamba vitu viwili vinachanganywa. Yeye anapokuwa anatoa ufafanuzi wa kwamba dola kama kawaida lina mamlaka ya kulinda amani, ya kuhakikisha watu hawadhuriki, ya kuhakikisha kila mmoja anapata haki yake, haki ya mwingine haingiliwe. Hilo halina mgogoro. Lenye mgogoro ni kuingilia haki hiyo isitendeke. Sasa maelezo yake amejitahidi kwa kiasi kikubwa kuendelea kueleza jinsi ambavyo anazungumzia amani kulindwa, lakini si kauli yake ya kwamba mikutano ya hadhara isitishwe au hiki na kile. Bado huo msingi mkuu hajaugusa kwa kiasi kikubwa, na hicho ndicho ambacho watu walio wengi wanakiangalia na kukisemea. Nafikiri inabidi watu tuwe na unyenyekevu kidogo hapa, kwa maana ya kwamba si miaka mingi iliyopita aliwahi kusikika rais akisema I wish I was IGP. Aliwahi kusikika rais. Mwaka gani? Mwaka gani? Rais aliyepita marehemu aliwahi kusema I wish I was IGP. Sijui kama watu walielewa kwamba alikuwa anafanya jokes. Hakuwa anafanya jokes. Anaelewa mamlaka ya IGP ni ya kiasi gani. Kiasi kwamba yeye anajua ni amiri jeshi mkuu, ana uwezo wa kuagiza, lakini anajua kwamba ule undani wa utekelezaji jinsi yeye anavyotaka, angelikuwa IGP ndivyo angefanya. Kwa hiyo kuna mipaka mikubwa kati yao watu wawili. Kwa hiyo ambacho naona anaendelea ukifanya ni kuendelea kudadavua thamani ya amani, na dola linatakiwa lifanye nini katika kuhakikisha linalinda amani, lakini azungumzii kile ambacho kiko ndani ya madaraka yake. Ndani ya madaraka yake. Madaraka katika taifa hili hayatokani na kuwa na ofisi kwamba mimi basi ni waziri mkuu basi naweza kufanya hivi. Yanatokana na sheria. Kile ambacho umepewa na sheria ndicho kinacho kuelekeza ufanye nini. Kwa maana hiyo kinachoendelea ni kwamba mara nyingi watu wamekuwa hawafati ile mipaka yao, wanajikuta wanachanganya vitu na kuingilia pengine nafasi ambazo hazimo kwenye mipaka yao. Patenus. Kabisa. Kwa mfano, Waziri Katambi ni waziri wa mambo ya ndani, na ukisoma sheria ya polisi na polisi wasaidizi kifungu cha 7(1) kinaelekeza kabisa kwamba waziri kwamba IGP atafanya kazi kwa maelekezo ya waziri pale anapokuwa anafanya shughuli zake za utendaji. Hiyo inazungumzia polisi, utendaji wa polisi. Lakini kauli hiyo ni tofauti na kusema kuanzia kesho hiki kisifanyike. Sasa hiyo sio polisi. Yeye alizungumzia raia, haki za raia. Kwa hiyo kuwa anazungumzia polisi, na hapo ndipo technicalities zilipo pale. Hizo tunaweza tukasema ni
executive powers, management executive powers, lakini inapokuja regulating constitutional rights, hicho ni kitu kingine. Nitakupa mfano. Waziri wa afya akisema tuongeze emergency services, tuongeze madaktari, tufanye nini, hiyo ni sawa kabisa. Ni nini? Ni managerial powers. Lakini akianza kusema yoyote mwenye ugonjwa wa kipindupindu asitibiwe kwa sababu ugonjwa wa kipindupindu ni wa kujitakia, ni wa uchafu, akasema asitibiwe, tayari ameingia mgogoro, kwa sababu hiyo sio kazi yake. Ameingia haki ya kimsingi ya raia. Okay. Patenus, Waziri Katambi alitoa ufafanuzi na kuendelea kusisitiza kwamba uamuzi huu ama tamko lake hili limetokana na uwepo wa minong'ono kwamba kutakuwa na maandamano kuelekea kwenye sherehe za Sabasaba, na bado akaendelea kutoa ufafanuzi kuhusiana na taratibu zinazotakiwa kufuata ikiwa watu ama kikundi wanahitaji kufanya maandamano, taratibu za kufuata. Lakini pia matamko yameendelea kutolewa na viongozi wetu wa serikali. Wakati huo bado polisi hawajatoka hadharani kusema kama wamepokea barua yoyote kuhusiana na watu ama kikundi cha watu ambacho kinahitaji kuandamana. Matamko haya unadhani kwa kiasi gani yamekuwa yakieleweka mbele ya umma, lakini pia kwa namna gani unadhani yanasaidia kufahamisha umma juu ya madhara yanayoweza kujitokeza ikiwa Waziri Katambi alirejea yale yaliyotokea Oktoba 29? Niseme kuna mambo mawili. La kwanza, jeshi la polisi lina mamlaka ya kukubali, kutoa kibali, sio kutoa kibali kimsingi, kuelekeza au kukataa kusanyiko lolote kutokana na hali ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mara nyingi wao wanasema taarifa za kiintelijensia. Kwa hiyo unapowaacha au unapowaachia wafanye kazi zao za utekelezaji wa sheria ya kulinda haki za raia, hiyo inakuwa haina mgogoro, kwa sababu wao wana lugha ya kusema. Sasa matamko haya yanaleta mkanganyiko mkubwa, kwa sababu si muda mrefu tulisikia jeshi la polisi linasema hali ya amani na usalama nchi hii iko vizuri. Hata Waziri Katambi naye anasema iko vizuri. Lakini wanapokuja kwenye maelezo, aidha majukwaani au mbele ya vyombo vya habari, wanasema tumefanya hivi kwa sababu tunaona usalama unaingia mgogoro. Kwa hiyo yani kunatokea mchanganyiko. Hawajatoka wazi kuonyesha kwamba tunapozuia mikusanyiko ya hadhara tunakuwa tuna maana gani. Kwa sababu waziri mkuu anapofanya mfano mikusanyiko hiyo ya hadhara, anapokuwa anapitia, na leo tumemsikia yuko huko Msoma, ni hadhara, ni mikusanyiko hiyo. Sasa unajiuliza, watu wanaanza kujiuliza kwamba hivi hawa wabaya hawawezi kuwa kwenye mikusanyiko hiyo inayoendeshwa na waziri mkuu, au wanakuwa kwenye mikusanyiko maalum. Sasa waifungie mikusanyiko hiyo maalum. Sasa hiyo mikusanyiko maalum ndio wanaweza kuambia vyama vya siasa kwamba migogoro inatoka kwenye siasa, inatoka kwenye hiyo. Lakini tuna sheria tumeziweka. Mimi ninakubaliana na dola kwamba linahitaji kulinda watu na ndio kazi yake kubwa ya msingi. Lakini inatakiwa kuwalinda kwa namna gani? Zimewekwa taratibu za kisheria. Sasa sisi tunachokisema, au mimi ninachokisema, ni kwamba vipo vyombo ambavyo vinatakiwa kufanya hiyo kazi, vyenyewe viendelee kufanya kazi yake na visielekezwe namna ya kufanya, kwa sababu vinajua namna ya kufanya. Na unapoenda kinyume na hapo ndio unaleta hizi kelele. Kwa hiyo haya matamko haya yanachanganya watu kulia na kushoto kila kukicha. Huku utasikia wanasema tunawafahamu, huku utasikia tumemkamata fulani. Sasa kama mmeshawakamata, sasa kwa nini mnaendelea kusema kwamba hali sio sawa, hatuwaachi, na hatuoni hizo jitihada za utekelezaji wa hicho wanachokisema kwamba wamekamatwa, tunawafahamu? Yani wanabaki kwenye mioyo yao tunawajua. Mkanganyiko huu, Patenus, unatokana na kitu gani hasa, ama ni nini ambacho kinatufikisha katika nyakati hizi ambazo kumekuwa na mazungumzo mengi ya kitofauti? Mitandaoni kuna yake, serikalini yanatoka yake, ambayo ndio kama hivyo unasema hayako moja kwa moja yakizungumza kitu kikaa kimenyoka. Ni nini hasa? Kuna mambo mawili, moja ni la kimfumo, structure nzima, lakini jingine ni la kile kilichotokea tarehe 29. Nianze na kilichotokea tarehe 29. Kilichotokea tarehe 29 Oktoba
kimetuacha bumbuwazi na hivyo kulingana na ripoti ya uchunguzi imeonyesha pasina shaka kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vililala, havikuchukua hatua. Ndivyo ripoti inavyosema. Sio maneno yangu, ripoti ya Jaji Chande kwamba vyombo vya ulinzi na usalama havikubaini wala kushtuka kwa chochote. Vijana 500 wamefundishwa namna ya kufanya vurugu na kadhalika. Sasa dola, serikali sasa yenyewe na watendaji wake hawataki waingie mgogoro huo wa kwamba na sisi kama viongozi hatukuchukua tahadhari. Kwa hiyo ndio maana wanakuja na hizi kauli kwa haraka na kwa sana na kwa nguvu nyingi. Hilo la kwanza. Lakini la pili nilosema kwamba ni la kimfumo. Serikali imeanzishwa ili itawale. Sawa? Katiba imeanzishwa ili kuweka mipaka ya utawala wa serikali. Kwa hiyo si katiba tu iliyoanzisha serikali na kuibana dola isiende zaidi ya inavyostahili. Sasa kuna wakati dola inafikia sehemu inafikiri kwamba yenyewe ni kiranja na raia ni wanafunzi au namna hiyo. Kwa hiyo inajikuta kwamba inafanya excessive, yani inapitiliza. Sasa katiba ndo maana inawekwa kuiambia kwamba na serikali mipaka yako ni hii. Kwa mfano haki za kikatiba. Tukisha sema kwamba utakuwa na uhuru wa kuhudhuria na kufanya hiki na kile, kama ambavyo inasema kwamba kupitia vyama vya siasa kila mtu anaweza kwa njia halali na kwa utaratibu ambao umeainishwa kikatiba, huwezi tena ukaomba ruhusa. Na ndo maana jeshi la polisi aliombwi ruhusa, linatoa nini? Ulinzi. Wanapewa taarifa kwamba tunaenda kufanya hiki, kwa sababu hiyo haki tayari unayo, uende kuiomba. Kwa hiyo raia walikasimisha madaraka yao kwa dola kwa msingi ya kwamba unapokuwa unasimamia mambo haya sana haki, masuala ya kulinda mali, masuala ya maisha, masuala hayo yote kwa pamoja, unapokuwa unayasimamia utayasimamia kwa utaratibu fulani. Na ndio maana ukimsikiliza Waziri Katambi anakuonyesha hiyo mipaka ambayo imewekwa na katiba na sheria zingine zilizowekwa. Kwa hiyo kinachopigiwa kelele nje ya hayo mambo kinatokana na kwamba tunaenda zaidi ya inavyostahili. Kwa mfano tunapokuwa tunasema kwamba waziri ana mamlaka, tunachoimaanisha sio mamlaka ya executive management powers, mamlaka ya kusitisha haki msingi za kikatiba ambazo watu walisema tutazilinda. Yani walikupa dola nguvu na mamlaka kwamba wewe ndio ulinde hizi haki zetu za kuwa huru, za kusimama, kuunganika na watu wengine na kufanya shughuli zetu za kisiasa. Walikasimisha hizo haki. Na ndio maana zinatakiwa ziwekewe taratibu. Unapoenda kuzizuia ni kama walivyokuwa wanafanya polisi, na ndicho mimi ninachopigania kwamba hapana, waache polisi ibaini ni namna gani, kwa sababu polisi wamekuwa wakifungia mkutano mmoja au mkutano wa tukio hilo ambao wanaona kuna viashiria sio sawa. Sio kufungia kila kitu. Yani uamke ukasema hilo ndilo hoja. Ila sio kwamba hiki cha kufungiwa ni kibaya. Tunahitaji watu tuwe salama kabisa. Mitandaoni kumekuwa na mazungumzo mengi sana ya aina tofauti kuhusiana hili ambalo linaendelea kwa wakati huu la kufungiwa mikutano na ikihusishwa na masuala haya maandamano ya Sabasaba. Kuna watu wanaosema ama wanaodhani kwamba serikali pengine ndo inatumia nguvu kwenye kati hizi kuweza kugusia swala la maandamano, hali ya kuwa upande wa pili pengine ama kwa wale walengwa au kusudio la watu mitandaoni likiwa halina nguvu kwa kiasi kile. Unadhani kitu gani hasa ambacho pengine tunapaswa kukisimamia kwa wakati huu? Pateni usitalijibu hilo tukirejea. Ulikuwa unajiandaa kujibu swali la Samira. Lina sehemu kuu mbili. Ya kwanza, kilichojitokeza tarehe 29 mwezi wa 10 kilikuwa kama hivi kama uvumi tu. Unazungumza uvumi, unasema hakutatokea nywinywi wala nywinywi, hivyo tu. Maisha yakaenda. Ilipofika siku hiyo yakajitokeza kweli. Kwa hiyo naona dola, serikali inajitahidi kwa kiasi kikubwa yale yaliyotokea tarehe 29 yasije by surprise. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mambo haya
hakuna mtu ambaye amepeleka barua, hakuna mtu ambaye amezungumza chochote kuhusiana na utaratibu halali wa kuendesha hayo maandamano wanayosema tarehe 7. Kwa hiyo inawezekana yakawa ni maneno ya watu wachache wanaotaka tu kuitikisa serikali au na vyombo vyake. Kwa hiyo ambalo lilikuwa linaonekana la kufanya la msingi ni kwamba vyombo vyetu viwe macho katika maeneo yote, kwa sababu tuna makachero wako kila mahali. Yani tuna kundi la ulinzi na usalama liko mtaani. Kwa hiyo wangewaambia wawe macho zaidi na waongeze, tunasema turaize security bar, waongeze. Kama maskari walikuwa wanapelekwa 5 wawe 25, kama walikuwa wanapelekwa na zana hizi wawe na vifaa hivi. Lakini mnapotoa matamko ya kutangaza kile ambacho tunajiingiza kwenye utabiri kwamba kipo au hakipo, inaleta taharuki, na hii ina effect kubwa sana. Na ndio maana unaona kuna mgongano wa kauli zinavyotolewa. Wengine wanasema wanapigania madaraka walionayo, na wengine wanasema hapana, hayo madaraka hauna. Kwa hiyo tunajikuta tunaingia kwenye ubishani huo badala ya jambo kuu la msingi la kulinda na kusimamia amani ya watu hawa. Kwa hiyo mimi ningependa huu mjadala alitumia kwamba ana haki ya kufanya hivyo au hana, ana mamlaka ya kufanya hivyo hana, tuufunge leo. Mimi ningependa tuufunge leo. Na ningependa tuufunge hivi. Nikichukua funguo nikakupatia za gari langu, ukasema nataka kwenda Kariakoo, nikakupa wewe, uwezi ukadai kwamba lile gari ni lako kisa una funguo. Sijui inaeleweka? Kwa hiyo tuseme funguo, tunaweza tukasema funguo ni mamlaka, authority. Kwa sababu hiyo ndio inayowasha gari liende. Sawa? Ni mamlaka hizo funguo. Lakini la pili, gari si lako. Kwa hiyo wewe uwezo ukasema gari ni langu. Kwa hiyo tunasema mheshimiwa waziri ana funguo za jeshi la polisi. Lakini hana mamlaka ya gari. Gari ni nini? Wananchi. Hana mamlaka ya wananchi. Kuambia kwamba kile ulichotakiwa kufanya kwa msingi ambao jeshi la polisi lipo kulinda, una mamlaka hayo. Kwa hiyo hicho ndicho kinachozungumzwa. Ni falsafa tunaita limited government. Ni falsafa ya limited government. Na hii nadhani ili ieleweke vizuri lazima watu wajifunze, kuna kitu kinaitwa system theory. System. Sasa mwanadamu tunasema ni mfumo ambao tunaita organism. Ndani kuna moyo, kuna maini, kuna utumbo, kuna figo. Sawa? Sasa figo likiwa peke yake aliwezi likafanya kazi. Watu si wanauza figo patenu likiwa peke yake. Yani figo moja peke yake aliwezi likafanya mtu awe complete. Sawa? Awe complete, awe na utimilifu mpaka kuwe kuna vitu vingine vinavyofanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kumbe vile vile kama alivyosema Rais Samia kwamba serikali ina tatizo la coordinated, uratibu. Ndo hilo. Kila wizara inajiona katika hivi vipati vidogo vidogo. Na inaona kwamba ikifanya hiyo kazi yenyewe basi system nzima iko vizuri. Hayo ni makosa. Okay, Aisha Mwanyilo anasema kwamba wananchi tulinde amani ya nchi yetu na tuache kushawishiwa na maandamano, kwani hayana faida na yanaleta hasara kwa nchi yetu, na anasisitiza niko hapa kasrini mpaka mwisho. Ukimya wa jeshi la polisi Patenus unaleta picha gani? Jeshi la polisi lenyewe lilichosema kabla ya mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani kwamba hali ya ulinzi na usalama iko shwari. Hawa mkumbuki? Walisema. Nakumbuka, lakini baada ya waziri kutoa tamko lake na maelekezo na wananchi kuja kama wote tunavyokubaliana kwamba ukosoaji umekuwa mkubwa kuanzia kwa watetezi wa haki za binadamu, raia wa kawaida na makundi mbalimbali, tulitegemea labda kungekuwa na lolote. Sasa aseme nini? Jeshi la polisi mnataka liseme nini? Maana wewe ndo tumekupa ufunguo wa gari. Wewe una ufunguo wa gari. Gari lipo liendeshe. Sisi tunasubiri tukuone unaendesha. Ndicho polisi wanatusema. Na kimsingi na ndo maana mtu kama mimi nasisitiza kwamba tusipoweka mipaka hiyo vizuri, wale ambao wana mamlaka hayo watajivua na watasubiri acha afanye. Na mwisho wa siku utakuta tunaingia mgogoro. Hiki ndicho nachokipigia kelele. Wizara yetu, wizara kwa mujibu wa sheria ina ngazi 2.
ina ngazi ya sera na siasa na ina ngazi ya utendaji wa kila siku. Patano, uliongea neno zuri sana kusema kwamba unatamani leo hii tufunge kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea, na kwa haya ulioyasema, unadhani kwa hivi sasa serikali inapaswa kujikita kwenye kitu gani hasa ili tuweze kuondoka hapa tulipo na kuiweka hali kuwa katika mazingira ya kawaida na si ya hofu tena, tukiwa tunaitazama tarehe 7? Moja, nafikiri focus iwe zaidi ya tarehe 7, kwa sababu tarehe 7 itafika, hakuna kilichozaliwa, mtasikia tarehe 9 ya mwezi mwingine. Kwa hiyo nadhani hapa tuangalie amani ya kudumu. Amani ya kudumu. Niliwahi kusema tena chombo hiki kwamba kuna amani hasi na amani chanya. Amani hasi ni pale ambapo hakuna vurugu, hakuna watu wanaoandamana, lakini ndani mwao mambo yako sawa. Rohoni. Mambo yako sawa. Hiyo inaitwa amani hasi. Na mataifa mengi ambayo yanatafuta amani ya kudumu daima wanajitahidi kutoka kwenye amani hasi kwenda kwenye amani chanya. Manake kuanza kushughulikia masuala mapana yanayohusiana na haki, masuala yanayohusiana na usalama wa watu, masuala yanayohusiana na haki msingi za kikatiba, ushiriki wa watu, ushirikishwaji wa taasisi za kisiasa ambazo tulizianzisha kwa misingi ya kufanya siasa za pamoja. Kwa mfano mwaka 92 tulianzisha vyama vingi. Vyama vingi ni sehemu ya tunu ya taifa letu kwamba tufanye siasa za mchanganyiko, siasa zenye mawazo tofauti tofauti na kinzani. Ni sehemu ya maisha ya Mtanzania. Kwa hiyo tunajikita kuhakikisha mambo hayo yanafanyika, lakini kwa utaratibu na kama yalivyoelezwa kwa njia ya kikatiba. Na pale ambapo tunasema kuna viashiria, kuna njia nyingi. Jeshi la polisi linafahamu namna ya kufanya, usalama wa taifa wanafahamu namna ya kufanya. Tatizo inakuja pale unapoanza kuwa na mamlaka ya mtu mmoja kusimama akafungia kitu fulani, akaelekeza hicho kifanyike. Kesho gazeti litaandika kitu, atasimama pale atasema na gazeti lifungwe. Kesho kutwa itakuwa ni redio, watamuona mchambuzi uchwara kama mimi amesema sijui kitu gani, watasema ifungwe. Hatuwezi tukaenda kwa mwendo huo. Kwa hiyo kikubwa serikali isijiangalie katika vipengele. Yaani kama mimi mkiniangalia katika kipengele cha kuwa na moyo peke yake, sita function, kwa sababu figo alifanyi kazi vizuri, mapafu yafanyi kazi vizuri, na matatizo ubongoni na kadhalika. Kwa hiyo kumbe system, ili system, mfumo uonekane kwamba unatenda kazi, inabidi vyote hivyo viungane kwa pamoja na vianze kufanya kazi ile ambayo imekusudiwa. Na kazi hiyo haiwezi kajionyesha vikiwa peke yake. Kwa hiyo kumbe kosa jingine linalofanywa na hawa ambao wanasimama na kutamka, kwa mfano tunalolizungumza mezani, ni hilo mojawapo, kwamba wanafikiri kenyewe tu kanaweza kakasimamia kwamba ndo serikali nzima imekuwa na amani, ndo usalama umekuwa hivyo. Kumbe haitakaionekane mpaka lote lizima lishirikiane, kwa sababu kuna sheria nyingine ya vyama vya siasa, kuna sheria nyingine ya mambo mengine, yani kuna mlolongo wa vitu. Kwa hiyo kumbe sio kamoja. Tatizo liko hapo na ni la kiutaalamu sana. Muda huu hautoshi tukianza kulieleza hilo tatizo kabisa. Baadhi ya wananchi wana hofu, Patenus. Ukizungumza na baadhi ya watu wanakuambia mimi sasa hivi nimepanga kuanzia siku mpaka siku hii sitoki kabisa nje na vitu kama hivyo, kwa sababu wakirejea ya nyuma yaliyotokea. Unadhani kwa sasa serikali inapaswa kufanya nini na kuwekeza nguvu katika lipi ili kuondoa hii hofu ambayo baadhi ya wananchi wanayo juu ya madai ya maandamano ya 7/7? Lakini nikiunganisha hapo wananchi wenyewe wanatakiwa kufanya nini, ama labda kujiepusha na nini kutokana na hii hali inayoendelea? Unajua, katika dola la kikatiba swali kuu la msingi ni kwamba ni nini kimejitokeza ndo tunakuwa na hofu kiasi hiki. Nini kimetokea? Rejea Jaji Chande ilituambia vizuri kwamba kuna masuala haya 5. Mojawapo ilikuwa la kupotea kwa watu. Watu wanapopotea na wengine wakakutwa wamekufa katika mazingira ya kutatanisha na yana maelezo ya msingi ya kuridhisha, watu wanatengeneza hofu na watu wanatengeneza kukosa imani. Kwa hiyo sasa hivi serikali ijitahidi kujenga imani. Imani haitajengwa kwa hiki ambacho nakiita irresponsible, kutowajibika, kwamba fulani ndio anayesababisha. Yaani ukiwasikiliza viongozi wetu wote kwa pamoja, wanapeleka tuhuma sehemu
kwamba fulani wale. Ukija kwa wananchi na wao wanasema wale. Sasa tunapata wapi meeting point? Kwa hiyo sio swala la kwamba serikali hawana haki, raia wana haki. Raia hawana haki, serikali ina haki. Hapana. Hapa lazima tuingie kwenye meza ya mazungumzo. Na katika meza ya mazungumzo sio lazima tukubaliane, tuelewane. Watu hatuwezi tukaishi kwa kukubaliana. Tunaweza kuishi kwa kuelewana. Tuingie kwenye meza ya mazungumzo. Nasema ni kweli yaliyojitokeza tarehe 29, lakini serikali mnafikiri inatakiwa ifanye nini kama sio hiki inachokifanya sasa hivi? Itafanya nini zaidi ya hicho? Ikarali ijitoe kwamba sasa sisi tunafanyaje, wakati ina wajibu wa kimsingi ambao umekasimishwa madaraka kwa mjibu wa ibara ya 8 ya katiba kwamba mamlaka yatatoka kwa wananchi. Wananchi wamesha ukabidhi mamlaka hayo. Unafanyaje? Kwa hiyo serikali itaendelea kufanya hiki inachokifanya. Hatuhitaji kukubaliana nayo, ila tuielewe. Lakini vile vile serikali nayo haihitaji kukubaliana na wananchi, ila iwaelewe kwamba hawa wananchi hawa, hizi funguo si zetu. Mwenye gari yupo na gari lake. Kwa hiyo sisi tunahitaji kurudisha funguo zake kwa njia zilizo sahihi. Kwa hiyo nafikiri serikali sasa hivi inachotakiwa ni kuja katika sauti ya unyenyekevu, ni kuja katika sauti ya kukutanisha wale waliofarakana, ni kuja katika sauti ya kuwaleta wote pamoja. Kwanza na msingi wa vyama vyetu vya siasa, tulianzisha vyama vingi na kuviruhusu vianze kufanya kazi zake na siasa zake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, taratibu, katiba inavyoelekeza. Na pale ambapo vinakiuka viweze kuchukuliwa hatua bila kuficha, bila kuwekelewa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna muhimili wa usemi ndani ya serikali. Na ndani ya nchi. Watakwambia kuna muhimili wa 4 unaitwa vyombo vya habari. Kuna muhimili mwingine imani. Vyombo vya imani ndo dini. Tunaimanisha dini. Sasa dini inatafsirije dola? Na dola linatafsirije hizi dhehebu, haya madhehebu ya kidini? Inayatafsirije? Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya serikali, ya kuanza sasa kuachana na mambo haya ya kuzungumza kwenye majukwaa na kulaumu kwenye majukwaa, na kuanza sasa kwenda kukutana na watu hawa, makundi haya, na kuzungumza nayo kwa kujifungia ndani. Kwamba hiki tumekikosea namna gani? Hiki tumekipatiaje? Tunatokaje? Kwa hiyo wakae na taasisi za kidini na kuwepo mkakati kama ambavyo unaona waziri wa mambo ya nje anavyokwenda kwenye mataifa mengine kupeleka ajenda ya nchi. Kwamba sisi tuko vizuri, tuko hiki na hiki. Vile vile kunatakiwa kuwepo timu ya aina hiyo ndani ya nchi hii, kukutana na makundi mbalimbali, kukutana na vyama vya siasa, kukutana na taasisi za dini, kukutana na makundi ya kiraia, kukutana na vijana wakazungumza. Sio haya ya kwenda pale kwenye majukwaa ya kisiasa kwamba watu wote wanakusanyika pale, uwezo ukapata picha, uwezo ukapata chochote. Na uzuri vyama vyetu vyote hivi vya siasa, tuna mabaraza ya vijana, tuna taasisi za kiraia za vijana, tuna mazingira yani mazuri ambayo tukipanga vizuri na kwa dhati, tukaamua kwamba sasa tunawajibika, tunaachana na kusukuma hii tunaita transfer blames kwa watu, tunaweza tukafika mbali. Kwa hiyo sauti ya serikali katika kipindi hiki ni sauti ya upatanishi, ni sauti ya usuluhishi, ni sauti ya kile sisi ambao tunatoka kwenye imani ya Kikristo tunakiita cha mwana mpotevu, kuwapokea wote bila kujali walienda kule wakatapanya mali na kadhalika. Nimemsikia mmoja anasema hawa watu wa upinzani, mfano anasema hivi, hawa watu wa upinzani Rais Samia aliwaita akawapa haki hizi, baadaye what happened? Na ni mkuu mmoja alikuwa anazungumza what happened, wakazikataa wenyewe, wakafanya hiki na hiki. Sasa kwetu katika imani tuchukulie kwamba huyo ni mwana mpotevu, tuichukulie hivyo. Japo ndio sio sahihi sana kuiita hivyo, kwa sababu hawajapotea, wanapigania haki fulani zimevunjwa, haki fulani hazijafuatwa vizuri. Kwa hiyo serikali ijue kwamba imepewa ufunguo, gari ni wananchi, wenye mamlaka ni serikali, wananchi ndio wana uhalali wa kuiambia serikali hiki na kile, watafute meeting point. Tukutane tuzungumze katika makundi. Rais Samia alianza hili vizuri, akazungumza na vyama vya siasa kipindi kilichopita, katikati kukapotea udhati.
udhati ukapotea hapo katikati na tujui kilichofanya upotee, tumerudi kwenye Kupotea udhati maana yake nini Patenus? Maana alipowaita vyama vya siasa wakaanza kufanya mazungumzo, hiyo ilikuwa ni nia njema. Kwa hiyo tulitegemea izae matunda, ionekane. Kitendo cha kutoonekana, tukarudi kule alikokuwa anasema tunatakiwa kutoka, maana hakukuwepo udhati hapo katikati. Hakukuwepo usahihi sehemu. Sasa tunataka huo usahihi urudi. Kwa hiyo ni muhimu sana turudi huko huko, na katika dola la kisiasa kama hili hakuna aliyeshinda au aliyeshindwa, na dola litakiwa kushindana na wananchi, halitakiwa kushindana na wale, yani mwenye ufunguo wa gari la mtu hatakiwi kushindana na mwenye gari lake. Hatakiwi hata kidogo. Kwa sababu akishindana, yeye atakupeleka mahakamani kwamba kaniibia gari, au gari langu naomba lirudishwe, na mwisho wa siku tutajikuta tunapotea. Kwa hiyo nadhani serikali, huu ndio wakati mwafaka, waachane na haya siasa za majukwaani. Sasa zinatosha, kwa sababu tokea tarehe 29 Oktoba ziara za waziri mkuu zilipoanza, waziri mkuu akakutana na waandishi wa habari, na kila mmoja wanazungumza watu fulani, watu fulani, watu fulani, watu fulani, watu fulani. Wao wamekodi watu, alafu wamesha wakodi wapige risasi waseme ni serikali. Yani hizo ndizo lugha. Hizi lugha ziwezi kaendelea. Mwaka unaisha, tunaingia mwaka mwingine. Mwaka wa serikali unaisha, tunaingia mwaka mwingine. Si umeshaisha? Unaisha. Tarehe 3. Yes, tarehe 3. Kwa hiyo mwaka umeshaisha, tunaingia mwaka mwingine. Kwa hiyo hatuwezi tukaendelea na lugha hizo zikatujenga tena. Tumeshaona hazijatusaidia mpaka sasa. Ila zimebaini kuna hiki na hiki. Sasa tuingie kwenye uwajibikaji na utendaji. Watu waliosababisha hilo wawajibishwe na wawajibike. Na raia tunawajibu, kwa sababu tunataka tuwe na taifa la amani. Katiba inaonyesha tuna wajibu huo wa kimsingi. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo vinahitaji kuvumiliana, kusikilizana na kutochokana. Lakini katika zile 4R za Rais Samia kuna ustahimilivu. Ndio. Na ndio hicho unachosema, sivyo? Ndicho unachosema. Na ustahimilivu huu sio wa watu dhidi ya dola, na dola dhidi ya watu. Dola listahimili watu na watu wastahimili dola. Kwa mfano, nimetoa mfano kwamba hivi mnataka, raia wanataka serikali ifanye nini sasa hivi? Kama sio kusema tutunze amani yetu. Hicho watakisema. Tutunze amani yetu. Lakini tunaitunzaje? Nimesema kuna amani hasi na amani chanya. Sasa hivi tuko kwenye amani hasi. Tunapigania kusiwepo vurugu, kusiwepo masuala ya kuoneana na kuingia barabarani. Lakini hiyo haimaanishi kwamba watu hawafukuti ndani. Kwa hiyo masuala mapana yanayohusiana na haki, masuala mapana yanayohusiana na uhuru wa watu, masuala mapana yanayohusiana na furaha za watu, masuala mapana yanayohusiana na hizo ndizo haki msingi ambazo ziko kwenye katiba, na vyombo vyote hivi kuanzia kwa rais na vyombo vyake vipo kwa ajili ya kulinda hizo haki. Sasa zinapovunjwa na vyombo hivyo, zinatengeneza zinachora mstari mwekundu wa wale waliotoa funguo zao kwa ajili ya gari walitake gari lao, na ndicho kinachoendelea. Sawa Patenus, asante sana kwa kuungana na sisi jioni ya leo na kufunga wiki na sisi hapa. Tunasherehekea miaka 2 bwana. Umekuja hapa mara nyingi Patenus. Hebu niambie moment gani ambao unaikumbuka zaidi ukiwa hapa Crown? Moment zote mimi nazikumbuka. Acha siasa. Zote. Zote. Sio moja. Najua unazikumbuka nyingi ama zote, lakini ipi inakaa kabisa akilini mwako? Ya kwanza ilikuwa baada ya uapisho wa Mheshimiwa Rais Novemba. Nilipigiwa simu, maana kufika hapa ilikuwa ni shida. Hiyo moment ilikuwa ngumu sana, kwa sababu vyombo vya habari vyote vilikuwa visemi chochote. Wachambuzi wote walikuwa wasemi chochote. Yani ilikuwa ni kama vile kuna tunasema barafu imetanda juu ya uso. Kwa hiyo hata ukigonga hivi haumii mtu, na wewe uumii, lakini unasikia ubaridi. Kwa hiyo hiyo moment ilikuwa ngumu kwangu kusema chochote. Ilikuwa ngumu sana. Kwa hiyo naikumbuka, hiyo ndio ilikuwa ya kwanza ambayo naikumbuka nzito. Lakini nyingine ilikuwa ni kipindi kile Umoja wa Ulaya wamesema wanasitisha. Tulifanya mazungumzo hapa, na mazungumzo hayo ilikuwa naelezea majenzi na vitu gani, ikawa nzito na yenyewe. Sasa kusema ukweli wakati mwingine ni hatari sana.
ni hatari sana, kwa sababu watu wengi hatupendi ukweli. Wewe unapenda ukweli upendi? Watu wengi hatupendi ukweli. Na wewe ukiwemo? Mimi naupenda, ndio maana niko nao karibu. Kwa hiyo watu wengi hatupendi ukweli. Sasa unapokuwa unausema, wakati mwingine hakuna kitisho kimetokea. Yaani katika hayo nimejifunza kitu kingine. Si kwamba mamlaka kweli zinatisha watu. Hawa watu ambao wamekuzunguka wakisikiliza wanaona, huyu jamaa vipi? Ndio wanakupigia simu. Wengine wanawapigia marafiki zako, mwambie ajichunge. Kwa hiyo wanakutia hofu, na mwisho wa siku unaweza ukafikiri maskini hizi mamlaka zinatishia watu kweli. Kumbe ni sisi tafsiri zetu dhidi ya kile tunachokisikia na kadhalika. Na ndio maana tukiingia kwenye mitandao ya kijamii, mmoja akizungumza kaneno wako utasikia amemwambia fulani aache, lakini hakuwa anasema fulani. Na wala hata yakuwa yanaendana. Kwa hiyo ni moment ya pili. Na nyingine ilikuwa kuhusiana na Afrika ilipokuwa inadai kiti cha Baraza la Kudumu Umoja wa Mataifa. Hiyo ya tatu. Yenyewe naikumbuka sana, kwa sababu ya moto sana. Ilikuwa ya moto. Watu wanataka Afrika, wanasema inaonewa, inaingiliwa. Mimi nasema Afrika tunaenda kutafuta nini? Hatuna meno. Tunaenda kutafuta nini huko? Kwa hiyo watu watasema wewe ni beberu. Unamuona huyu? Hapendi mambo ya Kiafrika huyu. Ni beberu na kadhalika, amenunuliwa. Na vitu kama hivyo. Hatuna meno, ni ukweli. Okay. Na vitu vingi vipo. Kitu gani kinakufurahisha zaidi kutoka Crown Media tukiwa tunatimiza miaka hii miwili? La kwanza ni kuja na chambuzi ambazo lengo lake ni kuelimisha. Unajua kuna chambuzi lengo lake ni kumuonyesha fulani ana matatizo. Lakini kuna chambuzi zinazoonyesha kwamba si swala la fulani ana matatizo, ila tunahitaji tutoke hapa tulipokwenda tunakotakiwa kuwa. Kwa hiyo Crown, hilo ni moja ambalo linanifurahisha, na mkinipigia simu nitakuja tu kwa sababu ya hilo, kwamba mimi binafsi napenda tujadili mambo, tuelimishane. Hatumlengi mtu, lakini lazima tuyaseme kwa namna ambavyo inastahili, isivunje sheria, isichokonoe watu na kadhalika. Na aina yenu ya kuuliza maswali, hasa nyinyi wawili ambao mara nyingi nakutana na nyinyi, ni namna ambayo napendezwa nayo. Kitu ambacho mnaniudhi. Kitu ambacho mnaniudhi. Huyu mtu anaitwa Captain Morgan. Hatupatii, alafu mnatutumia sisi kuzungumza maswala ya Captain Morgan, hata mtupatii mpaka mwambie jamaa wa Captain Morgan. Watu tunapoanza kuwauliza, vipi wewe Captain Morgan unaipenda? Akasema anaipenda. Iwepo chupa bana. Nakupa hapa, unaondoka nayo. Kwa hiyo waambie yoyote anayenisikiliza wa Captain Morgan, nitamtumia hii, yani hii nitaipeleka. Tafadhali kwamba leo miaka miwili wachambuzi wetu hao ambao yani mimi kuna picha zinakuja zina Captain Morgan pale, wananiuliza hiyo chupa vipi mzee? Ziko na Captain Morgan hizi picha mnazopiga. Sasa naonekana wakati hata sichukui chochote naanza. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo ni vingi, na ndio maana nikakwambia ni vingi tukivianza kabisa, na labda itatuchukua hata masaa mawili kwa kweli. Patenus, asante sana. Mimi nakushukuru sana kwa niaba ya timu ya Kasri. Umekuwa mchambuzi wetu dedicated sana, lakini pia umekuwa mtu ambaye una consistent na umekuwa ukituvumilia, lazima tuseme ukweli. Kuna muda unakuwa huna time, tutakwambia bwana, kwa kweli tunahitaji maoni yako kwenye hili. Uko radhi hata kusema basi sitafika, lakini nipigieni simu tutazungumza na nini. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya watu ambao mmerahisisha, kama ilikuwa chuma tuseme mmetia grease kwenye safari hii ya miaka miwili, na tuna imani tutakuwa na wewe kwa muda mrefu, na sisi tuna enjoy kuzungumza na wewe. Yes, nitaka kumalizia hilo kwamba unatufanya tujisikie huru zaidi kuzungumza nawe. Kabisa, unatufanya tu enjoy kazi yetu, tufurahie na mambo kama hayo. Kwa hiyo Patenus, asante sana. Tunakutakia weekend njema. Mimi nitakutumia pesa ya Captain Morgan. Haleluya. Jamani, na leo ni Ijumaa. Kwa kweli mimi ni shukrani. Mikono juu. Leo ni Ijumaa, mikono juu, lakini sio mwendo wa mateka. La mwisho. Nyinyi mnapokuwa mnatuoji sisi, mnakuwa mnafanya kazi yenu kabisa. Kuna comment tunazisoma, nasema wana maswali ya uchochezi na wanafanya kazi yao. Na sisi kazi yetu ni kujibu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuvumiliane tu. Tusionane wabaya. Tunalipenda hili ni taifa letu, yani kikinuka hapa kuna tunakokwenda. Wote hapa tutatafutana. Kwa hiyo ili tusitafutane, kila mtu afanye kazi yake na apewe nafasi ya kufanya na kuonyesha vipaji vyake na kadhalika. Lakini tuendane na sheria. Tusitukane watu, tusivunje sheria.
hivyo. Kwa hiyo nawashukuru na niwatakie mema. Asante sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.